Tehran imetoa jibu kali kwa matamshi ya rais wa Lebanon Joseph Aoun aliyesema kwamba Iran inapaswa isiangalie masuala ya ndani ya taifa hilo la Lebanon. Kupitia Wizara ya Mambo ya Kigeni, Iran imetoa majibu juu ya matamshi hayo ya Rais Joseph Aoun wa Lebanon dhidi ya Iran, ikiweka wazi kuwa kiongozi huyo anashindwa kutofautisha kati ya marafiki na maadui wa nchi yake. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni nchini Iran, Ismail Baqei, amesema kwamba anamuuza anayesimama pamoja naye na kumnunua anayempinga, kumtekeleza aliyemuunga mkono na kuwa pamoja na anayemkaba. Ismail Baqei aliandika maneno haya kwa lugha ya Kiarabu kwenye akaunti yake ya mtandao wa kijamii wa X siku ya jana Jumamosi, baada tu ya taarifa kupitia vyombo vya habari iliyomnukuu rais wa Lebanon Joseph Aoun. Wa Iran wanaamini kwamba Israel imekuwa ni adui mkubwa wa mataifa katika eneo la Mashariki ya Kati na kwamba mara kadhaa imekuwa ikifanya mashambulizi dhidi ya taifa hilo la Lebanon na kusababisha zaidi ya watu 3,500 kuuawa, lakini pia idadi ya makazi mengi kuangushwa kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na jeshi la IDF, na huku ikimweleza rais huyo kwamba anamkumbatia adui ambaye wakati wote amekuwa akimfanyia madhara, na wakati huu ikitangazwa kwamba idadi kadhaa ya wanajeshi wa jeshi la Lebanon wameuawa kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na Israel. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran pia aliutuma tena ujumbe wa Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya nje wa Iran, ambapo mwanadiplomasia huyo ngazi ya juu alikosoa matamshi ya Rais Aoun wa Lebanon. Katika mahojiano yake na Christine Amanpour wa CNN, rais wa Lebanon ameituhumu Iran kuwa inaitumia Lebanon kama wenzo katika mazungumzo na Marekani kwa lengo la kufikia makubaliano kuhitimisha vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran mwishoni mwa mwezi Februari. Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya kigeni wa Iran, alimjibu rais wa Lebanon kwa kusema kuwa lau Lebanon ingekuwa ni nyenzo na ingekuwa na manufaa kwa Iran katika mazungumzo, tungefikia makubaliano muda mrefu uliopita. Araghchi alimtaka Rais Aoun azingatie adui halisi wa Lebanon badala ya Iran. Abbas Araghchi alieleza kwamba moja kati ya kitu ambacho rais wa Lebanon hataki kuelewa ni kwamba Iran ingeweza kufikia makubaliano, lakini moja kati ya jambo ambalo imefanya wasikubali makubaliano ni namna ambavyo taifa hilo linashambuliwa na Israel. Na hivyo kutokana na mashambulizi yanayoendelea, wa Iran waligoma kuendelea na makubaliano na Marekani kwa sababu hawawezi kukubali wao wawe katika hali ya utulivu huku Israel ikiendelea kushambulia Lebanon. Waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Iran ameeleza zaidi kwamba maoni ya Aoun yamepuuza tishio kuu linalokabili Lebanon na kueleza isivyo chanzo cha changamoto za sasa za nchi hiyo. Rais wa Lebanon ameitoa kauli hiyo dhidi ya Iran, huku Tehran ikisisitiza kuwa makubaliano yoyote ya kuhitimisha vita lazima ajumuishe suala la kukomesha mapigano katika medani zote, hasa huko Lebanon ambako wanaharakati wa Hizbullah wanaendelea na mapigano dhidi ya IDF, jeshi la Israel, tangu mwezi Machi. Kwa hivyo Iran inasema kwamba wao wanachokifanya ni kuitetea Lebanon na sio kuingilia kati masuala ya ndani ya Lebanon, na ndicho ambacho kinawafanya wasikubaliane kuingia katika makubaliano na Marekani, wakisema kwamba kama vita vitasitishwa huko nchini Iran, lazima visitishwe pia na huko Lebanon. Ndicho ambacho wa Iran wanachokitaka, lakini sio kama kile anachokisema rais wa nchi hiyo Joseph Aoun. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi nchini Iran wakimwona Joseph Aoun kama adui wa Lebanon wenyewe, kwamba rais huyo anaonesha wazi kwamba anaunga mkono Israel na kuipinga Iran inayomtetea. Endelea kutufuatilia mtazamaji, tunaendelea kukujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News. Utaweza kujua mengi zaidi. Endelea kuwa nasi, endelea